الذي أنعم على عباده المؤمنين بنعمه الظاهرة والباطنة وأرشدهم إلى التمسك بهدي حبيبه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. والصلاة والسلام التامان الكاملان على سيد الأنبياء وإمام الأصفياء قرة عيون الموحدين وحبيب رب العالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد رسول الله وخير خلق الله وعلى آله المطهرين ورضي الله عن صحابته أجمعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada ya rehema na amani kiongozi wa umma huu, na si mwingine bali ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awali ya yote napenda kuwahusieni bila ya kusahau kuihusia nafsi yangu juu ya kushikamana, kumcha na kumtii al-haq subhanahu wa ta'ala, kwani mafanikio ya hakika ya mwanadamu katika maisha yake ya duniani, ya makaburini na maisha ya milele kesho akhira yako katika kumcha Mwenyezi Mungu. Allahumma ja'alna minal muttaqina imama. Wapenzi watukufu wa Islam, khutbatuna al-yawm tatakhassasu an fadilati ashri dhil hajj. Khutba yetu ya leo itazungumzia kuhusu fadila za masiku 10 ya mwezi wa mfungo tatu. Japo mukaddima umenifilisi cha kusema, kwa sababu tayari amekwishaeleza fadila za masiku haya, mimi nitakachoendelea ni kukazia katika yale aliyosema. Watukufu wa Islam, haya masiku ni masiku ya fadhila nyingi mno. Kwanza yanapatikana katika mwezi mtukufu, mwezi wa Dhulhijja, ni katika ile miezi minne mitukufu. Haya masiku 10 yanapatikana katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja, katika ile miezi minne. Kwa hivyo na yanayofanywa matukufu ndani yake basi yanakuwa na utukufu mkubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tatizo sisi huwa tumeghafilika sana na ofa kama hizi zinapotupitikia. Yani zinapita, yani mtu hajielewi kwamba yupo kwenye ofa, lakini ile ofa iliyoko mitandaoni mtu anakuwa hadhiri kweli kweli. Bado litaisha, nilitumie ndani ya wakati kabla hujaisha. Anaogopa MB zisiishe. Lakini ofa kama hizi, yani mtu analala ndo anaghafilika wala haelewi. Kwa hiyo tunapokumbushana hivi, yani tunazinduana ili hizi ofa zisipite bure bila kunufaika nazo. Tutumie ili bando vizuri. Waja wema waliotangulia, yani walikuwa wakijitahidi sana kufanya amali mbalimbali ndani ya miezi mitukufu kama hii, na hususan wanapoambiwa ndani ya hiyo miezi mitukufu yenyewe kuna masiku matukufu yenye fadhila nyingi, walikuwa wakijibidiisha zaidi. Kwa hivyo na sisi hebu tuige mfano wao. Kuna kijana mmoja, hadithi ameisimulia ummul mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama Aisha anasema anna shaban kana sahiba samai, hakika kulikuwa na kijana mmoja alikuwa ni mtu wa samai. Samai katika lugha ya Kiarabu ina maana pana.
wakati mwingine inatumika ni mtu mwelevu, wakati mwingine inatumika ni mtu mtiifu, wakati mwingine inatumika ni yule mtu mwenye kusikiliza maneno na kuyafanyia kazi, lakini pia wakati mwingine inatumika yule mtu ambaye anayeimba zile nashdi za furaha, za kusifu. Sasa kijana huyu alikuwa hivyo, utamweka wewe utakapotaka. Alikuwa ni mtu wa samai, wakana idha ahalla hilalu dhilhijja, na alikuwa kijana huyu pindi utakapoandama ule mwezi wa Dhulhijja, mfungo 3 kama huu, asbaha swaiman, anapambazukiwa na asubuhi hali ya kuwa amefunga, yani anaamka amefunga. Siku ya kwanza tu haiachi, anafunga. Kijana huyu alikuwa analeleka hivyo, kila mwezi wa mfungo 3 ukiandama tu amepata habari, amejua, anafunga. Katika makuzi hayo, fartafa alhadithu ila nabii sallallahu alaihi wasallam, habari zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna kijana kila ukiandama mwezi tu wa mfungo 3 yeye anaamka hali ya kuwa amefunga. Mtume akasema muiteni, fadaa, akamuita, akaja mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza ma yahmiluka ala siyami hadhihi alayam, ewe kijana, kitu gani kinachokupelekea wewe kufunga masiku haya? Kijana yule akasema bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, na mtoa fidia kwako baba yangu na mama yangu, wewe mjumbe wa Allah. Na hii ni misemo Waarabu walikuwa kiitumia sana, kumtoa fidia baba yake na mama yake, akitia msisitizo wa yale atakayoyaeleza kwamba ni jambo la muhimu sana, ni taukidi. Kwa hiyo akamwambia, na mtoa fidia baba yangu na mama yangu kwako, wewe mjumbe wa Allah. Innaha ayyamul mashairi wa ayyamul hajj, hakika masiku haya ni masiku ya alama tukufu za Mwenyezi Mungu, ni masiku ya hija. Kwa hivyo asa an yushrikani fi duhaihi, na yafanya haya ya kufunga ndani ya masiku haya, huenda Mwenyezi Mungu na mimi akaniingiza katika dua za wale ambao watakaoyaadhimisha masiku haya na wakamuomba Mwenyezi Mungu, wale watakaokuwa wamebahatika kwenda hija wakikandamiza dua na mimi niingie. Kwa hivyo sitaki anipite. Maneno haya tu alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyo kijana. Mtume alimwambia nini? Wacha au nini? Akasema akamwambia fa inna laka bi kulli sawmin tasumuhu adla bi'ati raqaba, hakika una wewe kwa kila siku ambayo unaofunga unasawa umepata ngamia, kwani umepata watumwa 100 wa 100 badana, na ngamia 100 wa 100 faras, na farasi 100 tahmiluhu alaiha fi sabilillah, unawatoa katika njia ya Allah. Nafikiri tunafahamu wengi ujira uliopo wa mtu kujitolea katika njia ya Allah ni mkubwa mno. Sasa masiku haya utakayoyafunga wewe kwa kila siku, basi kana kwamba umetoa wewe watumwa 100, ngamia 100, farasi 100 katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Si hivyo tu, akaendelea kumwambia fa idha kana yaumu tarwiya, ikifika ile yaumu tarwiya. Yaumu tarwiya ni ile siku ambayo mzee Ibrahim alayhi salamu aliota kuwa anamchinja mwanawe. Kisa ni kirefu. Ile siku aliota anamchinja mwanawe, siku ya mwezi 8, aliota kuwa anamchinja mwanawe Ismail. Alimwambia inni raaitu anni adbahuka fanzur ma tara, nimeota na kuchinja kijana wangu, jambo limekaje, hebu na wewe lifanyie bahthi kidogo. Alimwambia ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin, baba wewe fanya, tupitisha hilo jambo, hiyo ni amri ya Allah, kwa sababu wewe ni nabii wa Allah, mimi utanikuta miongoni mwa wenye kusubiri. Mimi na wewe ingekuwa mzee hapa achinjwe mtu, labda uchitwe wewe, lakini baba wewe tekeleza amri ya Allah hiyo. Sasa ile siku ya alianza kuota
ndio inaitwa yaumu tarwiya. Sasa Mtume Muhammad anamwambia kijana huyu, fa idha kana yaumu tarwiya, itakapofika yaumu tarwiya ile ukafunga, falaka fiha adlu alfi raqaba wa alfi badana wa alfi faras. Ukifunga ile yaumu tarwiya, yani kana kwamba wewe umetoa ngamia nani watumwa 1000 au umetoa ngamia 1000 au umetoa farasi 1000 fi sabilillah yaumu tarwiya. Sio 100 tena, ni 1000, dau limeongezeka ukifunga yaumu tarwiya. Akamwambia pia fa idha kana yaumu arafa, ikifika yaumu arafa, falaka biha adlu alfi raqaba. Yaumu arafa ukifunga, basi kana kwamba umetoa watumwa 2000 wa alfi badana, na ngamia 2000 wa alfi faras, na farasi 2000 fi sabilillah. Itazama fadhila hizo. Kwa hivyo haya masiku ndio maana tunayasisitiza na kukumbushana, tusibweteke. Kandamiza dua kweli kweli, alafu uombe dua yenye kueleweka. Maana kuna watu wengine wanaomba dua za ajabu ajabu. Mtu anakwenda katika Baitul Haram, katika viwanja vitukufu, anaiombea simba. Si upumbavu? Sasa masiku kama haya sio ya kuombea simba wala Yanga. Wewe jiombee upate radhi za Allah tabaraka wa taala. Wewe kuna watu hawajielewi, yani wamelala. Ndio maana Imam Ali anakuambia nasu niamu fa idha matu intabahu, yani watu wamelala, wakifa ndio wanaamka. Yani sisi japo tunaliona tuko macho, tunajua waliolala ni wale wanaokoroma, lakini kama hatujielewi katika taratibu hizi, wewe umelala, lakini ukifa sasa ndio utaamka. Mwenyezi Mungu ajalie tuamke kabla ya kufa. Kwa hivyo hizi fursa, ndugu zangu, tunakumbushana lengo na maksadi kuyafanyia haya mambo kwa ukamilifu wake, kwa kujitahidi. Maana kuna vitu ni vya kujitahidi, yani nafsi ilivyo hii inataka jitihadi, uipeleke. Yenyewe imezoea ubunyenye, yani imezoea ubunyenye ule kubweteka. Kwa hivyo unatakiwa uifanyie juhudi hasa ya makusudi, sio ya bahati mbaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie. Haya masiku Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwa utukufu wake. Hadithi aliyoeleza Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, amesema Ibn Abbas kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin, hakuna siku miongoni mwa masiku, al-amalu salihu fiha, wa fi riwaya al-amalu salihu fihinna, yani matendo mema ndani ya masiku hayo, ahabu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam, yanapendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kuliko masiku haya. Masahaba wakashangaa, faqalu, wakamuuliza Mtume, wala jihadu fi sabilillah, wala jihadi katika njia ya Allah ya Rasulullah inazidiwa na haya masiku? Mtume akasema, wala jihadu fi sabilillah, wala jihadi katika njia ya Allah, illa, isipokuwa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bi dhalika bi shay'in, akhrajahu al-Bukhari. Anayeweza kuyazidi masiku haya, ambaye amejitolea katika njia ya Allah, ni huyu aliyemweleza Mtume. Jihadi ya yule ambaye ametoka yeye na mali zake, yani bi amwalihi wa anfusihi, sio ametoa tu amwali nendeni katika fisabilillah. Yeye mwenyewe kaingia kutini katika jihadi na akatoa mali zake kwa ajili ya jihadi hiyo, katika kundi hilo, alafu falam yarji bidhalika bi shay'in, hakurudi na chochote. Maana yake kwamba kafa huko. Sasa huyu kidogo anaweza kuyazidi masiku haya ule utukufu wake, yani mtu aliyetoka fi sabilillah na mali zake na vyote alivyotoka navyo hakurudi navyo. Si tunaelewana vizuri? Huyu ndo anaweza kuzidi ujira au fadhila za masiku haya. Kwa hiyo angalia masiku yalipokuwa na fadhila kubwa. Jihadi sio jambo dogo.
Maki wengine wanaweza wakatoka jihadi wakapata majanga mbalimbali, mtu anarudi sikio hana, lakini mtakuwa amerudi anaambiwa masiku haya yamemzidi fadhila. Hebu angalia, hii ni kuonyesha umuhimu wa masiku haya, alafu wewe unalala tu unakoloma kama jenereta. Mwenyezi Mungu atusindue. Kwa hivyo yote hii ni kuonyesha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umuhimu wa masiku haya, watu wasiwe walegevu. Yaani tufanye jitihada za maksudi, hasa tuzidishe sana kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu hawana dhikri kabisa. Ulama waliopita, mtu yuko katika kikao vijiwe vile anazungumza, lakini inafika hatua anasimamisha mazungumzo yake, analeta takbirati zile tunazozileta katika siku ya Eid. Allahu Akbar, Allahu, analeta adhkari za namna hiyo, analeta tahlili za namna hiyo, analeta tahmid. Lakini leo sisi tunakaa mpaka mwisho wa kikao, nini tunataja? Aziziki basi. Atazungumzwa huyo tu, mambo ya kijinga kabisa. Yaani mpaka anaondoka mtu katika kile kikao hajasema hata Allahu Akbar, hajasema hata alhamdulillah, wala la ilaha illa Allah. Hakuna. Tunataja vitu vya kidunia ambavyo hata ukivitaja wewe una chochote unachokipata mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini ukisema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ujira ni mkubwa. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu atutanabahishe katika hilo. Watukufu wa Islamu, ya kueleza ni mengi katika masiku haya. Imeelezwa kutoka kwa Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Darda siku moja aliwaambia jamaa zake, alaikum bisawmi ayyamil ashir, jilazimisheni kufunga haya masiku 10 ya mwanzo wa mfungo 3. Wa ikthari dua, na jilazimisheni sana kuomba dua. Muombe dua za maana, kama nilivyosema mwanzo, tusiombe dua za ajabu. Au mjamuona kuna jamaa amerushwa kwenye klipu, yuko katika Al-Kaaba, yani anaombea sijui nchi yake, anaombea afadhali hata hiyo nchi, lakini anaombea Simba. Kabisa. Mwenyezi Mungu atunusuru. Kwa hivyo Abu Darda anaombea jamaa zake, na mimi nakukumbusheni jamaa zangu, tuzidishe sana katika masiku haya kuomba dua ya maana yenye kueleweka. Tuzidishe sana kufanya istighfari, tuzidishe sana kutoa sadaka. Watu hawatoi sadaka bwana. Anakuambia wewe umekosa wapi bwana? Katafute, hela zinatafutwa. La haula wala quwwata. Wewe Mwenyezi Mungu amekupa hiyo amana, angalia na wale ambao hawajapata fursa kama ya kwako. Haya ndio maelekezo waliotuelekeza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani wewe kila ulichokuwa nacho, ikiwa ni ilmu, basi unatakiwa uwape wenyewe wanaostahili. Ukiwa ni mali umejaliwa, basi wape wanaostahili. Maana kuna watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaumba na uso wa haya, hawajui kuomba. Sasa wewe unatakiwa wafikirie na hao wapo wengi kweli kweli, na wanaomba pia wapo wengi. Mwenyezi Mungu atujalie tusiwe omba. Kwa hivyo Abu Darda anawaambia jamaa zake, zidisheni haya mambo. Fa inni sami'tu nabiyakum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, hakika mimi nimemsikia mtume wenu Muhammad na mtume wetu akisema hivi, alwailu liman hurima khaira ayyamil ashir, majuto makubwa kwa yule ambaye amenyimwa, yani amezikosa kheri za masiku 10 ya mfungo 3. Yani atajuta, majuto makubwa. Kwa hivyo msikae bure. Kisha akaendelea kusema mtume, Abu Darda anamnukuu, alaikum bisawmi tasi'i khassatan, jilazimisheni kufunga ile yaumu tasi, siku ya 9 ambayo ni siku ya Arafa. Jilazimisheni kwa uhususi wake kuifunga siku hii, hata kama utakosa basi siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, lakini siku ya 9 isikupite. Kwa nini? Fa inna fihi min khairati akthara, hakika ndani ya siku hii ya 9 hii, miongoni mwa zile khairi siku nyingi mno.
Yani wewe hata kama una mambo vigumu ni siku hii basi hebu itenge maalumu kwa ajili ya kumwelekea Allah tabaraka wa taala. Sio unaenda kwa kalmanzira, kwani angalie naona mambo hapa sielewi leo. Mimi nilipita mtaa fulani ile bibi alinikata jicho. Achana na hizo habari. Nenda katika siku hii mwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah atakufanyia wepesi. Mwenyezi Mungu atujalie kheri. Kwa hivyo haya maneno Abu Darda aliwaambia jamaa zake akiwakumbusha maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo na sisi tuyachukue tuyafanyie kazi. Tuzidishe sana istighfar, tuzidishe sana dua, tuzidishe sana kutoa sadaka mbalimbali. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Ayuha ikhwa, aqulu ma tasma'un. توجهوا إلى الله بقلوبكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. حمدا كثيرا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم من يومنا هذا إلى يوم المحشر وبعد. فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ربكم واتباع سنة نبيكم. واعلموا أن تقوى الله توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصية الله توجب العذاب الأليم. اللهم إنا نعوذ بك من عذابك الأليم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة الأربعة الكرام أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان النورين وعلي المرتضى، وعن باقي صحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا. اللهم اجعل أمورنا بأيدي خيارنا ولا تجعله بأيدي أشرارنا. يا لطيف لم يزل والطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل. والطف بنا والمسلمين، والطف بنا والمسلمين، والطف بنا والمسلمين برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات. عباد الله.